Ndugu wananchi, nasema kwamba hapa ni kazi tu. Tutaendelea na ujenzi kama ninavyosema, na yale maneno ya kwenye kanga nitawaachia wao, maana uhodari wao uko hapo. Kila mtu afanye lile ambalo ana uhodari nalo. Sitosikiliza maneno hayo wakidhani kwamba tutapunguza spidi. Sisi tutaendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali kwa manufaa ya wananchi wa Zanzibar, na historia itakuja kutuhukumu. Ndugu wananchi, mradi huu wa awamu ya kwanza utakuwa katika mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo tutaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa vituo vya kisasa, ambapo mabasi yataanzia na kuishia kama tulivyoelezwa katika maelezo yaliyotolewa awali. Lengo la serikali ni kuwa gari zote zinazotoka nje ya mkoa wa Mjini Magharibi ziishie kwenye vituo vya nje ya mji, na kuanzia hapo mabasi haya ya kisasa ya umeme yaanze kuchukua abiria na kutoa huduma ndani ya mji. Napenda nitoe wito kwa ZSSF kuwa muhakikishe kwamba vituo vyote vya mabasi vinavyoendelea kujengwa vinamalizika haraka, ili mradi huu ukamilike kwa wakati, ili wananchi na wageni wanufaike na huduma hii. Aidha, nichukue fursa hii kukumpongezeni kwa uamuzi wa kuweka viwango maalumu mbalimbali vya nauli. Mngeweza kuweka nauli moja tu kwa kila mtu, lakini mmeona umuhimu wa kuweka viwango tofauti. Kwa wazee wetu wastaafu, watalipa nusu ya wanaolipa watu ambao wako kazini. Lakini watoto wetu wa skuli ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakinyanyasika sana kwenye vyombo vya usafiri, sasa wataweza kupata usafiri wenye kiwango kinachotakiwa kwa bei nafuu, nusu ya kiwango ambacho analipa mtu mwingine. Hongereni sana kwa uamuzi huu, na ni matumaini yangu kwamba vijana wetu wa skuli sasa watakuwa wana mazingira mazuri ya kupata vyombo vya usafiri bila kubughudhiwa, bila kunyanyaswa, kwa sababu tu wanalipa kiwango cha chini kuliko watu wengine.